huko Mashariki ya Kati ambapo rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon yanakiuka pakubwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Amesema vitendo kama hivyo vinaashiria udanganyifu na kutofuata sheria na kufanya mazungumzo hayo kutokuwa na maana. Ameweka chapisho hilo kwenye mtandao wake wa X na kusema kwamba Iran iko tayari kwa lolote na kwamba haitawaacha kamwe ndugu na dada zake wa Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon imesema zaidi ya watu 200 waliuawa na wengine zaidi ya 1000 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israel kote nchini humo siku ya Jumatano. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel itaendelea kuishambulia Hezbollah panapokuwa na hitaji, kwani bado ni tishio kwa wakazi mpakani wa kaskazini mwa Israel. Waziri Mkuu wa Israel amesema kwamba ujumbe wetu uko wazi kabisa, yeyote anayechukua hatua dhidi ya Israel atalengwa. Tutaendelea kuwashambulia Hezbollah palipo na haja ya sisi kufanya hivyo hadi pale tutakaporejesha hali ya usalama kwa wakazi wa eneo la kaskazini. Mwisho wa nukuu. Matamshi yake yanatolewa baada ya jeshi la Israel kutangaza kuwa limemuua Ali Yusuf Harshi ambaye ni msaidizi na mpwa wa katibu mkuu wa Hezbollah Naim Qassem. Katika hatua ya kujibu shambulizi hilo, Hezbollah ilitekeleza mashambulizi ya makombora upande wa Israel mapema hii leo. Mjumbe mkuu wa Umoja wa Ulaya ameonya kwamba hatua inazochukua Israel zinatatiza mkataba wa kusitisha vita kwa muda wa Marekani na Iran. Kaja Kallas ameilaumu Hezbollah kwa kuingiza Lebanon kwenye vita dhidi ya Iran. Naibu rais wa Marekani J.D. Vance kwa upande wake ametilia mkazo msimamo wa Washington kwamba Lebanon haikuwa kwenye mpango wa kusitisha vita kati ya Marekani na Iran, msimamo ambao pia umechukuliwa na Israel. Nadhani Wairani walidhani kwamba makubaliano ya kusitisha vita kwa muda yalijumuisha Lebanon, na hiyo si sawa. Katika mazungumzo yetu hatukutaja swala hilo kabisa. Tulisema kwamba kusitishwa kwa mapigano ni upande wa Iran na pia kwa washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba. Nchini Lebanon, waokoaji bado wanaotafuta manusura katika vifusi vya majengo huku taifa hilo likiadhimisha siku ya maombolezo. Ifuatayo ni taarifa ya Hugo Bachega ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Nchini Lebanon vita havijasitishwa, na wakazi hapa wanakusanya mabaki ya nchi yao yaliyosazwa. Kutoka angani, mabomu ya Israeli yalisababisha uharibifu mkubwa. Kwa dakika 10 nchi nzima ilishambuliwa. Israeli inasema italenga Hezbollah na kwamba vita hapa havijaisha katu. Katikati ya vifusi zimesalia kumbukumbu za maisha yaliyokatizwa. Mashambulizi ya anga kote Beirut yalikuwa na nguvu sana, na bado kuna kazi nyingi inaendelea huko. Saa kadhaa baadaye bado kuna wingu la moshi linalofuka kutoka eneo hilo, na kuna uharibifu mkubwa sana hapa, jambo linalotupa taswira ya nguvu ya shambulio hilo. Abid alikuwa hapa kumuona kakake aliyejeruhiwa. Kulikuwa na vipande vingi vya miili. Watu wanaendelea kushambuliwa. Wafanye nini? Hatuwezi kufanya chochote. Natamani ningekuwa bomu ili niwalipue wale wanaohusika na hili. Adui hana huruma. Tumehamia sasa upande wa pili wa jengo, na barabara ya uwanja wa ndege iko kule katikati ya jiji la Beirut, sio mbali kutoka hapa, na bado ni vigumu kuamini kwamba tukio la kiwango hiki limetokea katika sehemu ya jiji. Sijui nieleze vipi jinsi tunavyohisi sasa hivi. Tumevunjika moyo kabisa. Unajua, hakuna zaidi ya hapo kwa kweli. Raia wa Lebanon wamechoka. Hii ni vita inayopingwa na wengi hapa, na katika nchi yenye waumini wengi, baadhi wanaonekana kukata tamaa. Kwa upande wake, serikali ya Iran imeiambia BBC kwamba Israel kuishambulia Lebanon kwa mabomu ni ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha vita. Ifuatayo ni taarifa ya Frank Gardner ikiwasilishwa na Kelvin Kimathi. Lebanon imekumbwa na mashambulizi mabaya zaidi ya anga katika historia yake ya hivi karibuni. Wakati Israel ikiendelea na vita yake dhidi ya Hezbollah, hakuna usitishaji wa mapigano kati ya nchi hiyo, bali ni uharibifu tu. Israel haionyeshi dalili ya kupunguza mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah. Iliarusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel usiku kucha. Maafisa wa Lebanon wanasema zaidi ya watu 250 waliuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza ameunga mkono mashambulizi ya anga ya Israel, akisisitiza wito wa Lebanon kujumuishwa katika usitishaji wa mapigano.
Tunataka kuona mwisho wa uhasama nchini Lebanon. Nadhani hilo ndilo jambo sahihi kwa usalama wa Israel, pamoja na usalama wa eneo hili la Mashariki ya Kati kwa ujumla. Tunataka kuona mwisho huu haraka. Huko Tehran leo kuna maandamano ya kuadhimisha siku 40 tangu kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anasisitiza kuwa usitishaji wa mapigano unajumuisha Lebanon na kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah lazima yasitishwe. Ulikuwa ukiukwaji mkubwa tena wa maksudi kabisa wa usitishaji wa mapigano. Hatuwezi kuona kila kitu kwa wakati mmoja. Huu ndio ulikuwa ujumbe ambao Iran uliutuma, tena kwa wazi kabisa. Uliutuma kwa Washington na the Oval Office jana usiku. Na waziri wetu wa mambo ya nje pia alisema kuwa hawezi kuomba usitishaji wa mapigano kisha kubali masharti yake, isipokuwa katika maeneo ambayo usitishaji huo unahusu, na kuitaja Lebanon hasa katika hilo. Alafu mshirika wako aanzishe mauaji makubwa. Lakini naibu rais wa Marekani anakataa. Anasema usitishaji vita baina ya Marekani na Iran haihusishi Lebanon. Ikiwa Iran inataka kuruhusu mazungumzo haya yavunjike katika mzozo ambao walikuwa wakishambuliwa juu ya Lebanon, ambayo haina uhusiano wowote nao na ambayo Marekani haijawahi kusema hata mara moja kuwa ni sehemu ya usitishaji wa mapigano hayo, hatimaye huo ni chaguo lao. Tunadhani hilo litakuwa jambo la kipumbavu, lakini hilo ni chaguo lao. Waziri Mkuu wa Uingereza leo alikuwa Kuba akitembelea washirika wa Falme za Kiarabu na Bahrain. Anasisitiza usaidizi wa Uingereza katika ulinzi wa angani kama kitengo hichi cha vifaa vya kijeshi kilichopo Saudi Arabia. Na katika mlango bahari wa Hormuz, UK pia inaongoza kundi kuhakikisha liko wazi. Iran ndio yenye usemi hapo. Inasaidiwa pakubwa na uwezo wa kijiografia. Lakini Rais Donald Trump ameandika katika mtandao wa Truth Social akitoa onyo kuwa anataka usitishaji vita huo ufuatwe kikamilifu. Na iwapo hautafuatwa, basi amesema kuna uwezekano mkubwa kuwa mashambulizi yatakuwa makubwa zaidi kuwahi kuonekana. Kwa hiyo vikosi vya anga na vile vya majini vya Marekani vinasubiri tu kiwa mkataba huo wa kusitisha vita utasambaratika, basi vita huenda vikaendelea. Ripoti hiyo ndio inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, One Luo TV nchini Uganda, Mishapi TV huko DRC, pamoja na KTN na K24 TV nchini Kenya. Pia unaweza kutizama matangazo haya katika ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Aidha, ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, tunaangazia jinsi kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kunavyochangia mafuta unayotumia kupanda bei.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati umetulizwa kwa muda, huku wahusika wakuu Marekani na Iran wakitafuta njia mwafaka ya kusitisha vita hivyo kabisa. Lakini japo mapigano yamesitishwa kwa muda, mlango bahari wa Hormuz bado umefungwa. Na hali hii inawaathiri wengi hata barani Afrika. Tuanzie nchini Madagascar. Serikali imetangaza hali ya dharura itakayodumu kwa siku 15 kwa sababu ya kuendelea kukatizwa kwa huduma ya umeme kwa matumizi ya nyumbani na viwandani kwa sababu ya vita hivyo. Kisiwa hicho kikubwa zaidi barani Afrika kimekuwa gizani kwa muda mrefu sasa. Huko Afrika Kusini wametangaza kuongeza kwa bei ya bidhaa ya petroli na dizeli mapema mwezi huu, serikali ya nchi hiyo ikisema kwamba uhaba wa bidhaa hiyo ulichochewa na machafuko nchini Iran na ndio sababu kubwa ya wahudumu wa magari kulipa zaidi. Changamoto ya upungufu wa mafuta ya petroli na bidhaa zake imehisiwa pia katika mataifa mengi barani Afrika, huku baadhi ya wafanyabiashara wa bidhaa hiyo wakilalamikia uhaba wake hata nchini Kenya. Mapema wiki hii baadhi ya vituo vya mafuta ya petroli vilirekodiwa vikiwa na idadi kubwa ya wateja waliofika kununua mafuta, huku baadhi ya vituo vikiwarudisha nyumbani wateja wao kwa kukosa mafuta. Kuna hofu nchini Kenya kwamba bei ya bidhaa hiyo itapanda wakati ambapo kuna kashfa ya mafuta yasiyokuwa mazuri kuingizwa nchini humo na baadhi ya maafisa wakuu serikalini. Hofu pia ni sawia na hiyo nchini Tanzania, ambapo wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma sasa wametishia kugoma kuanzia Jumapili Aprili 12 kupinga kuongezeka kwa bei ya mafuta ya petroli na dizeli. Serikali ya nchi hiyo Tanzania ilitangaza kuongeza bei ya mafuta kutokana na yale yanayojiri Iran, na ambapo meli zinazokubaliwa kupita huko ni chache mno. Mapema wiki hii uongozi wa chama tawala nchini Tanzania CCM ulisema kwamba endapo mvutano wa kimataifa kati ya Iran, Marekani na